Utateseka sana kama ukiendelea kufunga mauzo kwa hizi mbinu za kawaida kwenye biashara au huduma ambayo unaitoa. Na ndani ya sekunde 60 zijazo takwenda kukuelezea pointi 3 muhimu ambazo kama ukiendelea kuzifanya kila siku kama mfunga mauzo, basi jua kwamba utalose au utashindwa kabisa kuweza kuclose hiyo seli. Tuanze na mbinu ya 3. Mbinu ya kwanza ni ya muhimu zaidi. Mbinu ya 3, ukitaja bei kaa kimya, kwa sababu yoyote ambaye huwa anaanza kuongea mara baada ya bei kutajwa ndiye ambaye huwa anabaki na pesa mfukoni au huwa anabaki na bidhaa kwenye shelf. Mteja inabidi aweze kuondoka na bidhaa, na wewe kama muuzaji inabidi uweze kubaki na pesa mfukoni. Ukishaweza kutaja bei, kaa kimya. Chukulia mfano, wewe ni muuzaji wa viwanja. Umemwambia mteja kwamba kiwanja hiki ni shilingi milioni 10. Kaa kimya. Acha ile bei iweze kusink au izame kwenye ubongo wake aweze kuichakata. Kwa sababu ukisema kwamba amekaa kimya akasema nitakupunguzia 500, ataona wewe haupo serious na kazi yako na utakuwa umempa sababu ya kwa nini aweze kukimbia kwenye hicho kitu. Na sababu nyingine ya pili ni kuongea zaidi ya mteja anavyozungumza. Katika kufunga mauzo inabidi uweze kutumia 20% wewe kama mfunga mauzo kuweza kuzungumza, na umwachie mnunuzi 80% aweze kuzungumza. Na mnunuzi ili aweze kuongea 80%, wewe kama muuzaji lazima uweze kumuuliza maswali. Kuwa kama daktari, uliza maswali tunaita open ended question. Ujue ni kitu gani ambacho kimeweza kumleta, ni kitu gani au ni matokeo gani ambayo anatamani aweze kuyapata miezi 6 au 12 kutoka hapo ambapo atakuwa ameweza kuja kupata huduma kutoka kwako. Na jambo la mwisho, hili ndilo ambalo wengi huwa wanakosea, ni kuto kujua maumivu au pain ya mgonjwa. Maumivu ya mgonjwa wako ni kama kidonda ambacho ukikitonesha basi atakuwa tayari kuweza kupatia pesa yake. Chukulia kwa mfano, unauza program ya kuweza kupunguza uzito au networker, unauza dawa kuweza kupunguza uzito. Unaweza kumuuliza mteja wako kwamba hadi lini utaendelea kuzima taa usiku ili uweze kuvua nguo mbele ya mpenzi wako ukihofia tu asiweze kuona kitambi chako? You see? Hapo nimeweza kugusa tatizo lake, kana kwamba hapendi mume wake aone kitambi chake usiku akiwa anavua nguo wakiwa faragha. Kwa nini? Kwa sababu nimeweza kujua pain ya mteja wangu. Naitwa Dr. Jacob Kambarage Mwananyunyi, and trust me, you are the winner.